kuingia. Mwili wako ni ngao Mungu ameweka. Roho chochote kinapokuwa kinakuja kinagonga mwamba, alafu kinawarudia wao. Na vile tangazo usiku wa leo, wacha mabaya hayo yawaende wao kwa jina la Yesu. Wacha maneno waliokutamkia yawaende wao kwa jina la Yesu. Walisema utainuka tena, Bwana anasema watainuka wao, alafu watainuliwa kwa jina la Yesu. Wakisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile 23 mstari wa 12, Biblia inatuambia wale Wayahudi walikula viapo vya laana. Watu zaidi ya 40 wamekaa kwenye mazingira yao, wanasema huyu Paulo tunakula kiapo leo. Hiyo ni laana. Maana yake wamejifunga kwa pamoja na wamekubaliana ya kwamba huyu mtumishi wa Mungu sharti auawe, afe, asiendelee kuonekana kwenye ufalme huu. Kwa hiyo wakala viapo ili auawe mtumishi wa Bwana. Kuna viapo ambavyo vimewekwa kwako. Kuna watu wameapa, wanasema wewe hautainuka. Hata kwa Paulo walikula viapo ya kwamba uawe, lakini ashukuriwe Mungu, kwa sababu mtu aliyeitwa na Mungu hawezi kuuawa kwa viapo vya watu. Mungu akamtumia mdogo wake na Paulo, akasema nenda kamwambie Paulo ya kwamba ondoke kwenye mji huu aende Kaisaria, kwa sababu kuna watu wamekula viapo wanataka kumuua. Wale jamaa walipoenda kwenye ile shimo, wanashangaa Paulo ameondoka, vile viapo vyao vikafa. Na mimi natangaza usiku wa leo ya kwamba laana sio sehemu yako. Vile viapo vilivyokula wako vitapata wenyewe kwa jina la Yesu. Hakuna aliyekula kiapo. Kiapo kinatimia kwa mwana wa Mungu. Umebeba hazina ya Mungu wewe, umebeba baraka za Bwana wewe, umebeba ushindi wewe. Sio mtu wa kawaida, wewe ni mtu mwingine, wewe ni mtu wa viwango. Mungu amekuweka mahali pa juu. Jinsi anavyokutazama wao sivyo Mungu anavyokutazama. Jinsi anavyokuona wao sivyo Mungu anavyokuona. Wewe ni mtu wa viwango. Wewe sio mtu kuchezewa, wewe sio mtu kushengenywa, wewe sio mtu kukaliwa vikao. Kila vikao vinavyokaliwa kwa ajili yako wewe vitarudia wenyewe. Kila mikeka iliyoandaliwa kwa ajili yako vitarudia wenyewe. Iwe ni wasengenyaji waliokusengenya, yatarudia wao kwa jina la Yesu. Wasio kusengenywa, umebeba baraka za Bwana. Walimsengenya Paulo, yatawapata wao wenyewe. Wewe ni mtu wa viwango, usiogope. Vita yako ni vita ya Bwana. Wanaongea mabaya mengi, wacha mabaya waende wao. Wameondoa kila namna, wametoa mpaka unabii, wamekupa mpaka muda, lakini hawapa taarifa leo. Huo muda uliotoa mbaya utawageuzia wao kwa jina la Yesu. Laana sio sehemu yako. Tikisa yako, mwambie laana sio sehemu yako. Haleluya. Ukisema utamwekea vikao mtu aliyokoka, unajichelewesha. Unataka kujilaani mwenyewe. Ukisema nikutafutie mkeka nianze kumsema mtumishi wa Bwana, unajilaani mwenyewe. Utashangaa ulimpa muda ndani ya miezi mitatu inapita, afu yale mabaya yanaanza kukurudia wewe. Usiogope juu ya watu wanaokusema. Usiogope juu ya watu wanaokula viapo kwa ajili yako. Usiogope juu ya watu wanaokutabiria mabaya. Wewe umefishwa kwenye ngome za Bwana. Wewe ndani ya mbawa za Mungu mwenyewe. Mungu amekuhifadhi wewe. Usiogope bibi alichokiongea. Usiogope mama alichokiongea. Usiogope baba alichokiongea. Usiogope jirani yako alichosema. Usiogope rafiki yako alichoongea. Wewe unalindwa na Bwana. Atakayekulaani wewe atayajua mwenyewe.
Baraki. Kisoma kitabu cha Hesabu 22:15. Huyo Baraki alikuwa ni mfalme wa Moabu. Alipoona wana wa Israeli wamefika kwenye mipaka ya nchi yake, akasema, wa jamaa, kwa vita mimi siwezi, kwa kupigana siwezi. Ikabidi mtafute mganga mmoja anaitwa Balaamu. Akatuma watu waende kwa Balaamu, hawaambie, Bwana, kuna kundi moja la Israeli limekuja kwenye mipaka yangu, naomba unilaanie hao watu. Wakati Balaamu anaingia kwenye vikao, kwenye kilinge, anapoingia Korani, akashangaa anaonyesha silaha ya kumpiga mwenyewe. Akakuta Mungu amekaa kwenye enzi yake, anasema, usije ukauawa wewe. Hawa jamaa wanataka kulaani, walishabarikiwa na Mungu mwenyewe. Hawa watu watakiwa laaniwe, hawa watu watakiwa wabariki, wavuke. Hawezi kuwalaani wewe kwa vita, hawezi hata kwa laana hiyo, hutaweza. Balaamu akasema, hapana, nendeni mkamwambie Baraki ya kwamba mimi siwezi tena kazi hiyo. Wale jamaa wakatuma tena vitu vizuri, wakasema, kama ni gari chukua, kama ni nyumba chukua, ili uweze kuwalaania watu hawa. Balaamu akasema, hapana, hata kama kuna nyumba nzuri, lakini watu hawa siwezi kuwalaani. Sikiliza nikwambie, siku ya leo kuna watu wanawinda maisha yako, wamejaribu kupeleka fedha, wamepeleka mali kwa ganga ili walaani maisha yako, ili ndoa yako isiendelee, ili biashara yako isiende, ili usiweze kuolewa, ili usiweze kuzaa. Sikiliza nikupe matumaini ya kwamba wewe sio mtu yule tena, wewe ni mtu wa viwango vingine. Wewe ndio Israeli wa leo. Hata kama umetamka mchana, hata kama umeongea siku mnasikia, achana nao, waendelee kujisumbua. Huyo Balaamu alishindwa, na hata waganga wote kwenye dunia hii hawatakuweza kwa jina la Yesu. Hata wasafiri waende kila mahali, hawatakuweza kukuloga wewe. Hata waende Tanga hawatakuweza, hata waende Sumbawanga hawatakuweza. Kama Balaamu alishindwa, hata hawataweza kwa jina la Yesu. Usimame kishujaa, maana Mungu amekupaka mafuta. Wewe ni mtu wa viwango vingine. Aliyekombolewa halaniwi, aliyekombolewa anabarikiwa, aliyekombolewa huwezi kumlaani, aliyekombolewa huwezi kumbariki. Ukibarikiwa utabarikiwa, ukibariki utainuliwa. Ukiwalaani watu waliokoka, hiyo laana itakurudia wewe kwa jina la Yesu. Na mtu aliyekoka yupo kwenye biashara yako leo, nakutamkia kwa jina la Yesu. Walisema utainuka kwenye biashara hiyo, wacha Mungu akainue biashara yako leo. Walisema kwenye kazi yako hiyo hautaweza kuongezewa ngazi, leo natamka kwa jina la Yesu, hiyo kazi yako ikaongezeke. Natamka kwa jina la Yesu hai, uzao kwenye familia yako, uzao kwenye ndoa yako, uzao kwenye ukoo wako, Mungu akainue maisha yako. Waliosema utakufa leo, ukaongezewa miaka, wakafa wao kwa jina la Yesu hai. Sema amen. Wametamka kwa maneno, wanasema huyu ataendelea kupauka, na kadri wanavyozidi kusema, wanaona wewe mnazidi kunawiri. Sema tena amen. Balaamu akasema, watu hawa siwezi tena kuwalaani. Ndivyo ilivyo leo. Atakayechukua jina lako anakukalia kikao, anashangaa misumari inampata yeye. Tunamsema huyu, lakini shida zinakuja kwetu. Hii ni furaha ya ajabu sana. Shida zinawaendea wao, wanakusema wewe, alafu mateso yanawaendea wao. Sikiliza nikwambie mwanangu, usiogope maneno unaosikia, usiogope kila laana unaotamkiwa, usiogope kila mikosi ulioambiwa, usiogope kila viapo ulivyokula watu. Wewe ni shujaa wa Bwana. Mungu anakuona wewe ni wa thamani. Wewe ndio Ibrahimu wa leo. Atakaye kulaani wewe ameisha, hana miaka ya kuishi. Sema tena amen. Wewe ni chombo teule cha Mungu. Wanaosema utapauka, watashangaa wao ndio wanapauka. Halafu Yesu endelea kunawiri kwa jina la Yesu. Maana aliokoka hawezi kupaushwa na mtu. Sema tena amen. Wewe huwezi kumfilisi mtu aliokoka. Ukitamka kufilisika, utashangaa wewe ndio unafilisika. Na ndio maana wasema mabaya huwa wananuna saa zote, kwa sababu wanavuna alichokisema.